Hongera sana msikilizaji kwa kuweza kuwasha video hii siku ya leo. Katika video ya siku ya leo naenda kushare na wewe hatua kwa hatua utengenezaji wa sabuni ya maji nzito kabisa multipurpose liquid soap. Awali ya yote nimeweza kukuandalia kitabu ambacho kinatambulika kwa jina la Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa hii mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo karibu kwa madarasa tujifunze pamoja. Hii hapa nimeshika ni sulfonic acid ambayo hutusaidia kutakatisha katika sabuni yetu. Na hii pia huitwa citric acid. Hizi ni malighafi ambazo tunaenda kutumia siku ya leo. Kuna hii hapa pia ni soda ash light ambayo tunaitumia pia hata katika utengenezaji wa sabuni ya unga. Hii hapa pia alkatu kwa ajili ya kupata uzito wa sabuni yetu vizuri kabisa. Tunafahamu ili tuweze kupata matokeo mazuri lazima tutumie alkatu. Na hii hapa pia ni slesi, wengi huita Texapon au Ungarol, ambao tusaidia pia kupata lile povu katika sabuni yetu. Hii hapa chumvi, na chumvi nzuri ambayo napenda kutumia ni chumvi ya mawe. Na hili jagi ambayo tutatumia siku ya leo kwa ajili ya kuchota maji, kwa ajili ya kuongeza maji katika mkorogo ambao tutakoroga. Hii hapa ni bubblegum smell au perfume ya bubblegum ambao napenda kuitumia zaidi katika utengenezaji wa sabuni ya maji. Kwa unavaa mask vizuri, vaa gloves vizuri, chombo cha kukorogea kama hicho kiko standby. Na hapo nimekata kama chupa nikavalisha kwenye mti kwa ajili ya kuepusha msuguano wa chupa pamoja na chombo cha kukorogea. Huo mkasi kwa ajili ya kutusaidia kukata in case kwamba kuna kitu ambacho kinahitaji mkasi. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza sabuni kama hii hapa ya maji. Kuna shampoo pia huwa tunajifunza humu. Kuna sabuni ya magadi kama inavyoonekana nyuma yetu. Hii hapa tiles cleaner. Yes. Sasa tunaenda kuanza kwa kumimina slesi au Texapon. Lakini pia msikilizaji, ukihitaji nakala ya kitabu chako au ukihitaji madarasa zaidi kujifunza kuhusiana na vipimo, uzalishaji hatua kwa hatua, utanitumia message kupitia WhatsApp namba 0783 500971. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Tunamimina Texapon katika chombo chetu kitupu kabisa. Lakini pia katika malighafi ambazo tunazo, tunatambua kwamba tumeona malighafi nyingi kama ambazo zimeonekana. Kuna malighafi mama ambayo ni maji kama haya ambayo tunayaona, lakini pia kuna haya mengine huku. Yes, tunataka kutumia haya maji. Maji mazuri ambayo unapaswa kutumia ni maji laini, yasiwe maji magumu. Kitabu kama hicho hapo msikilizaji nimekuandikia ndani yake sabuni ya maji, shampoo, tiles cleaner, kuna jiki na kuna vingi sana ambayo nimekuandikia zaidi ya bidhaa 21 humo ndani. Kwa hiyo tunaendelea na uzalishaji. Ukihitaji huduma yetu mojawapo au zote, utanitext kwa WhatsApp namba 0783500971. Nitakusaidia kwa wepesi zaidi. Hata kama una changamoto yoyote, wewe ni text kupitia WhatsApp, nitakusaidia kwa wepesi zaidi. Mwanzo tumemina siles au Texapon, sasa hivi tunaweka sodium chloride ambayo ni chumvi, na nimesisitiza sana chumvi nzuri ambayo unapaswa kutumia iwe chumvi ya mawe kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Hapo ninakoroga vitu viwili. Kuna chumvi lakini pia kuna siles au Texapon. Baada ya kuona kwamba vimeshikamana vizuri, zoezi lingine ambazo zitafuata, tutaanza kuchota maji kikombe kimoja au jagi moja tunamimina, na huku tunaendelea na ukorogaji kama kawaida. Ukorogaji utapaswa uwe wa kuelekea upande mmoja. So kama umeanza kushoto kwenda kulia, basi iwe kushoto kwenda kulia mwanzo mpaka mwisho wa zoezi letu. Kama kulia kwenda kushoto, basi mwanzo mpaka mwisho. Tutamimina citric acid, na umuhimu wa citric acid unatusaidia kutunza bidhaa yetu iweze kukaa muda mrefu pasipo kuharibika. Na hii ndio preservative ambayo inatusaidia kupata expiry date ya product yetu. Baada ya hapo tunamimina perfume kwa ajili ya manukato, na ni kitu pekee ambacho kinasaidia sana bidhaa yako kwenda mbali zaidi. Mteja yote ambaye ananunua sabuni yako anaweza kashawishika kwa sababu ya yale manukato ambayo unatumia wewe. So jitahidi sana aina manukato ambayo unatumia basi yawe mazuri, yananukia vizuri kwa ajili ya kuwavutia wateja wako. Zaidi ya yote, kama unataka kufika mbali zaidi, ni muhimu sana ukajiunga na madarasa yetu ili ujifunze, kwa sababu unaweza ukazalisha hivi bila kujifunza zeni ukapata hasara zaidi na ukaanza kuchukia ujasiriamali. Kumbe umefanya kitu bila kuwa na ile knowledge ambayo ungepaswa kuwa nayo. Baada ya muda fulani tunasogeza mkorogo mkubwa pembeni, afu tunachukua hii ndoo pembeni, kisha kwenye hii ndoo
tunaweka alkato, tutatanguliza alkato hapo, na kuna maji kiasi lita kadhaa. Kwa wale ambao kwenye magrupu yetu ya mafunzo au wale wenye vitabu vyetu pia wanapata hii miongozo ya moja kwa moja. Tunaweka alkato pamoja na mkorogo wa maji, tunakoroga kwa dakika kadhaa. Baada ya kukoroga kwa huo muda, tunarudi tena kwenye huu mkorogo mdogo. Yes, tunaweka maji pia lita kadhaa, sio mengi sana. Yes, baada ya kuweka hizi lita kadhaa, tunaenda kuchukua soda ash light. Kumbuka msikilizaji, soda ash light hii ambayo tunaitumia hata kwenye sabuni pia ya vipande. Kuna video ambayo nilionyesha namna ya kutumia soda ash light kwenye sabuni za vipande kwa ajili ya kuongeza wingi au ile volume ya ule mkorogo. Badala ya kupata labda miche 60 ukapata zaidi ya hiyo miche 60. Kwa hiyo video hiyo pia ipo, unaweza kaitafuta. Baada ya kumimina soda ash light, tunachukua sulfonic acid, jina lingine inaitwa Lapsa. Hii hapa pia inatusaidia kutakatisha, lakini ina kiasi kikubwa pia cha mapovu. Na wakati mwingi tunavaa vifaa kinga kwa sababu ya hii kemikali ambayo inatambulika kwa jina la sulfonic acid. Kwa hiyo ina madhara makubwa, ndio maana tunapenda kuelekeza kuvaa vifaa kinga, ni muhimu sana. Kwa hiyo kemikali haizoeleki na hajawahi kuzoeleka hata siku moja. Kwa hiyo popote unapokuwa unaitumia, unahifadhi, unaibeba au unafanya matumizi nayo, basi vaa vifaa kinga kwa ajili ya usalama wa afya yako, muhimu sana. Baada ya hapo tunarudi kwenye ule mkorogo mkubwa. Yes, tunarudisha ule mtu wa kukorogea, tunachukua mkorogo wetu wa sulfonic acid pamoja na soda ashi na maji, tunamimina huku kwenye jaba kubwa, afu tunaendelea na ukorogaji kama kawaida. Ukorogaji ni kuelekea upande mmoja msikilizaji. Hapo tunaweza tukaangalia katika video yetu, tunaweza tukaona kwamba tumeanza kupata matokeo mazuri ya sabuni yetu ya maji. Kwa hiyo nikualike sana kwa wale ambao wanapenda kujifunza. Ni rahisi sana ikiwa utaamua leo kuingia katika madarasa yetu. Kwa hiyo utamalizia idadi ya maji ambayo yamesalia, then utakoroga kwa dakika 10 mwishoni, utaweka glycerin, utaweka CPB pamoja na viambata ambavyo vimesalia, sabuni yako itakuwa tayari. Kwa hiyo ninakualika sana kujipatia nakala ya kitabu chako cha Miliki Kiwanda Chako, lakini pia ni text kwa WhatsApp kama unahitaji madarasa zaidi kujifunza.